Mshukiwa mkuu wa shambulio la ufyatuaji risasi lililotokea katika hafla ya White House Correspondents' Dinner jijini Washington ametambuliwa kama Cole Allen mwenye umri wa miaka 31 kutoka California, Marekani. Tukio hilo lilitikisa hafla hiyo yenye hadhi kubwa inayowakutanisha viongozi wa juu wa serikali, wanahabari na watu mashuhuri baada ya mshukiwa kudaiwa kufyatua risasi ndani ya eneo la ukaguzi wa usalama katika hoteli ya Washington ambako hafla hiyo ilifanyika. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa vyombo vya usalama, Allen alifanikiwa kufika karibu na eneo lenye ulinzi mkali kabla ya kuchukua hatua ya kufyatua risasi akimlenga afisa usalama. Afisa huyo alijeruhiwa lakini alinusurika kutokana na kuvaa vazi la kuzuia risasi, hatua ambayo ilisaidia kuepusha madhara makubwa zaidi. Mara baada ya milio ya risasi kusikika, maafisa wa usalama walichukua hatua za haraka kumdhibiti mshukiwa huyo na kumkamata papo hapo, huku wakianza operesheni ya kuondoa wageni wote eneo hilo kwa usalama wa hali ya juu. Wakati tukio hilo likiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na viongozi wengine wakuu waliondolewa haraka kutoka eneo la tukio chini ya ulinzi mkali, hatua iliyosaidia kuzuia uwezekano wa hatari zaidi. Hakuna taarifa za vifo zilizothibitishwa mara moja, lakini tukio hilo lilisababisha taharuki kubwa na kusimamisha kwa muda shughuli zote za hafla hiyo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa Cole Allen si mtu wa kawaida, bali ni mtu mwenye historia ya kitaaluma inayochanganya taaluma mbalimbali. Inasemekana alikuwa mwalimu wa muda, lakini pia msanidi wa michezo ya kompyuta, akiwa na asili ya elimu ya uhandisi na teknolojia. Watafiti wanaochunguza tukio hilo wanaeleza kuwa alikuwa akiishi maisha ya kawaida kwa nje, jambo linalofanya kesi hii kuwa ya kushangaza zaidi kutokana na tofauti kati ya historia yake na kitendo wanachodaiwa kufanya. Maafisa wa usalama sasa wanachunguza kwa kina mienendo yake kabla tukio, ikiwa ni pamoja na mawasiliano yake ya kidigitali, safari zake, watu waliokuwa wakihusiana nao. Lengo ni kubaini iwapo alikuwa na ushirikiano na mtu au kundi lolote au kama alitekeleza shambulio hilo peke yake. Hadi sasa dalili za awali zinaeleza kuwa huenda alikuwa lone actor, lakini uchunguzi bado unaendelea kuthibitisha hilo. Swali kubwa linabaki ni kuhusu nia ya mshukiwa huyo, na hakuna tamko rasmi lililotolewa kueleza sababu ya shambulio hilo, lakini uchunguzi unazingatia uwezekano wa msukumo wa kiitikadi, matatizo ya kisaikolojia na sababu binafsi. Vile mamlaka zinachunguza jinsi alivyoweza kupenya mifumo ya ulinzi mkali wa hafla hiyo, jambo ambalo limeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa matukio makubwa yanayohusisha viongozi wa kitaifa. Tukio hili limeacha maswali mengi bila majibu na limeongeza tahadhari katika vyombo vya usalama nchini Marekani. Serikali imeahidi kufanya uchunguzi wa kina, kuchukua hatua za kuboresha mifumo ya ulinzi ili kuzuia matukio kama haya kutokea tena. Wakati huo umma unaendelea kusubiri majibu zaidi kuhusu nini hasa kilitokea, kwa nini kilitokea, na kama kulikuwa na ishara zozote zilizoweza kutambuliwa mapema kabla ya tukio hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.